Sisi nini mambo yako sawa? Ndugu waandishi wa habari, kwanza tunawakaribisha sana katika ukumbi huu wa Bunge, ofisi ndogo za Dar es Salaam. Leo tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tunawakaribisha sana kwa niaba ya Mheshimiwa Spika. Leo tuna mambo machache ambayo tumewaiteni ili tuweze kuwaambia yanayohusu Bunge kwenye eneo la michezo. Kwanza kabisa mimi nayezungumza naitwa Festo Richard Sanga, ni mbunge wa jimbo la Makete mkoa wa Njombe, lakini pia ndiye mwenyekiti wa Bunge Bonanza au Bunge Sports and Game Promotions. Na kulia kwangu tunaye Mheshimiwa Latifa Jualikali ambaye ndo katibu wa Bunge Bonanza. Lakini pia tunao ndugu zetu kutoka Azania Bank, lakini tuna matarajio ya kuwepo hapa na uongozi kutoka TFF, lakini uongozi kutoka Simba na kutoka Yanga ambao tunashirikiana nao kwenye hili tukio. Kwa niaba ya Mheshimiwa Spika, ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni kuwataarifu kwamba sisi kama tabia yetu na kama mwendelezo wetu, tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026 itakuwa ni siku ya Jumamosi. Tunategemea na tumeshafanya maandalizi tayari yamekamilika ya kuwa na bonanza kubwa la michezo ambalo linaitwa Bunge Azania Bonanza, ambalo tumeshirikiana na tumedhaminiwa na ndugu zetu wa Azania Bank. Ndugu waandishi wa habari, bonanza hili mnafahamu ni mwendelezo wa mabonanza ambayo Bunge yuko nalo, lakini hili ni la tofauti. Utofauti wake mkubwa ni kwamba bonanza hili ni bonanza la uzinduzi wa Bunge la 13, ambapo tunategemea kukaa Dodoma kwa muda wa miaka hii mitano. Kwa wabunge kwa mara ya kwanza wanakuwa pamoja, wanakutana na wanafanya michezo mbalimbali kwa pamoja. Na ili bonanza la Januari hii ambalo miaka yote tunafanya Januari huwa linadhaminiwa na Azania, ni bonanza ambalo limebeba taswira ya ushabiki wa timu hizi kubwa mbili kwenye nchi yetu, Simba pamoja na Yanga. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwamba hiyo siku bonanza hilo litahusisha mashabiki wa timu ya Simba pamoja na mashabiki wa timu ya Yanga ambao ni wabunge, watumishi na wananchi. Tunapozungumzia watumishi, ni watumishi wa Bunge, lakini na watumishi wa taasisi mbalimbali ambazo tutazitaja baadaye ambao wamealikwa, ambao ni watumishi wa serikali. Kwa litafanyika katika viwanja vya John Merlin, shule ya John Merlin pale Dodoma, siku ya 31 kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 5 kamili mchana. Ndugu waandishi wa habari, haya ni maono ya Bunge chini ya Mheshimiwa Spika katika kuleta umoja, mshikamano na ushirikiano kati ya Bunge na taasisi mbalimbali ziwe za serikali na taasisi binafsi. Amekuwa akiona michezo ni kiunganishi cha kutuleta pamoja sisi wabunge pamoja na watumishi, lakini pamoja na taasisi mbalimbali ambazo tumekuwa tukishirikiana nazo kufanya kazi. Kama mnavyotambua, Bunge ni bunge la wananchi. Kwa hiyo bonanza hili pia linahusisha wananchi wote wa Dodoma na pembezoni na mikoa ya karibu, na halina kiingilio chochote, ni bure 100%. Kwa hiyo tunakaribisha wananchi wote wa Dodoma kushiriki bonanza hili 31 kuanzia saa 12 asubuhi. Itaanzia matembezi pale Mipango na kuelekea pale shule ya John Merlin Mihuji Dodoma. Na bonanza hili msingi mbali ya kujumuisha kwamba tunaleta ushirikiano, lakini pia tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwanamichezo namba 1 kwenye nchi yetu, katika kuhamasisha wananchi na kuendelea kutanguliza kauli mbiu yake ya kwanza, michezo ni muhimu ifanyike kwenye taifa letu ili kulinda afya ya wananchi wake, na tunafahamu kwamba afya ni nguvu kazi ya taifa. Kwa tunafanya michezo kama kumuunga mkono Mheshimiwa Rais
katika kuhamasisha kufanya michezo nchini, lakini pia kuendelea kuleta umoja kwenye na mshikamano kwenye taifa letu. Na kauli mbiu ya bonanza hili ni nguvu yetu ni umoja wetu. Umoja wetu ni nguvu yetu. Kwa hiyo hii ndio kauli mbiu ya kwenye tamasha hili. Nichukue nafasi hii pia kuendelea kuwapongeza kwa sababu kwenye bonanza hili tumekuwa karibu sana na ndugu zetu wa Simba, tumekuwa karibu sana na ndugu zetu wa Yanga, lakini tumekuwa karibu zaidi pia na viongozi wa TFF ambao wao ndo wanabeba dhamana ya kwenye eneo la michezo wa mpira wa miguu. Lakini pia bonanza hili tunawashukuru sana Wizara ya Michezo ambao sasa hizi inasimamiwa na Mheshimiwa Paul Christian Makonda ambaye pia naamini hiyo siku ametuambia tuwataarifu kwamba atakuwepo kwenye bonanza hilo kuhakikisha kwamba linafana. Na ndugu waandishi wa habari, najua mnatamani kufahamu mgeni rasmi ni nani kwenye bonanza hilo. Mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Yeye ndiye atakuwa mgeni rasmi, na kama mnafahamu kwamba pia huwa anacheza na hiyo siku timu yake inafahamika, siwezi kuitaja, mnafahamu yeye ni timu gani. Kwa hiyo atachezea upande huo kuhakikisha kwamba anaisaidia timu yake iweze kushinda na kupanda makombe mengi. Michezo tunayo mingi, tuna michezo ya mpira miguu, tuna volleyball, tuna wavu, tuna riadha, kuna michezo ya kufurahisha, kushindana kula, kujaza maji kwenye chupa. Mambo yako mengi sana siku hiyo. Ni shamla kubwa za kuwakaribisha wabunge Dodoma kupitia Azania Bunge Bonanza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Na ndugu zangu ni kwamba siku hiyo tumejipanga na tumewakaribisha taasisi mbalimbali ambazo zitashiriki kwenye bonanza hilo. Taasisi ya kwanza ni sisi wenyewe bunge, wabunge na watumishi wote, hamna mbunge atakosekana, watakuwepo. Lakini taasisi ya pili ambayo tutakuwa nayo ni ndugu zetu ambao ndio wadhamini wa bonanza hili, ndugu zetu wa Azania Bank. Lakini pia tutakuwa na taasisi nyingine, watu wa REA watakuwa kwenye bonanza hili, watakuja pale. Lakini pia tutakuwa na ofisi ya RAS mkoa wa Dodoma. Tunazungumzia RAS hapo na watumishi wake wote wa mkoa wa Dodoma atakuwepo. Lakini pia tunazungumzia Wizara ya Vijana. Kama unafahamu Mheshimiwa Rais ameunda Wizara ya Vijana kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki michezo na shughuli mbalimbali. Kwa vijana atakuwepo siku hiyo wizara nzima. Lakini zaidi tutakuwepo na chuo kikuu cha St. John. Lakini pia tutakuwa na Wizara ya Kilimo na tutakuwa na Wizara ya Ulinzi. Watashiriki pamoja na sisi kwenye michezo hiyo. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana. Azania tumekuwa nao takriban ni mwaka wa 3 sasa kwenye bonanza hili, na tunatumia nafasi hii kuwapongeza kwa sababu wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa. Sio jambo rahisi kudhamini tukio kama hili ambalo ni kubwa, lakini tunawashukuru kwa sababu mmekuwa na sisi bega kwa bega. Nyinyi ni taasisi ambayo tunaamini tunaendelea kuwaunga mkono. Kupitia kwa niaba ya Mheshimiwa Spika tunapeleka salamu zetu nyingi sana kwa mkurugenzi mtendaji wa Azania Bank kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkishirikiana na sisi na milango iko wazi. Ndugu waandishi wa habari, nyie tunawategemea zaidi kwamba hii habari itaenda mbali. Kuwakaribisha wananchi kwamba tarehe 31 kuna hili tukio, lakini pia lina dhamana ya Simba na Yanga. Na mnafahamu linapokuja tukio la Simba na Yanga, hata kama ingekuwa zawadi ni mayai, lazima ushindani uwe ni mkubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba siku hiyo kutakuwa na ushindani mkubwa, na ndugu zetu wa Yanga na Simba wametuhakikishia kwamba watafanya kazi kwa ukubwa na ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba jambo linafanyika. Na viongozi wa Simba na Yanga Dodoma na wenyewe wameshaanza maandalizi tayari kuhakikisha kwamba bonanza linafana kuhakikisha kwamba tunaendelea kuimarisha umoja wa taifa letu. Ndugu zangu, hayo ndio ambao tumewaitia, lakini kabla mimi sijamaliza, mfahamu hapa tuna viongozi wa Simba, tuna viongozi wa TFF, lakini pia tuta viongozi wa Yanga na viongozi wa benki ya Azania. Kila mmoja ana nafasi ya kuzungumza kile ambacho anatakiwa ataenda kukifanya. Kwa sasa nitaanza na viongozi wa Azania Bank ili waweze kuzungumza na nyie, muweze kuwasikiliza jinsi ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba wanafanikisha bonanza hilo la kwanza kwa bunge la 13. Asante.